kitabadilisha maisha yako ukielewa vizuri, kwa sababu unaweza kuelewa vizuri na ukielewa vibaya. Ukielewa vibaya utasema ninakuingilia. Bwana asifiwe. Asiyatambui yale yenu mnayofanya, siyajui. Bwana asifiwe. Wewe ninyi wenyewe ndio mnayajua. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tuweze kubadilisha, tuondoe mazoea na utamaduni katika maisha yetu. Tusome katika kitabu kile cha Mathayo 12 kuanzia mstari ule wa 46 hadi 50. Tuangalie Yesu. Je, alikuwa na mazoea na familia yake? Bwana asifiwe. Amina. Tuangalie hiyo. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama. Alipokuwa kusema na makutano, alipokuwa kwa njia nyingine, alipokuwa anaeneza Injili, alipokuwa anahubiri neno la Mungu, alipokuwa yuko katika wito wake, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Mama yake na ndugu zake walikuwa wamesimama hapo nje ya kanisa, wataka kusema naye, wanataka kuzungumza naye. Yaani wakati yeye yuko katika neno la Mungu, yaani yuko katika kuhubiri, yuko katika kazi yake iliyomleta hapa duniani, ghafla wazazi wake na ndugu zake wakasimama hapo nje, njoo. Yaani wamemzoea kiwango kwamba yaani wanaweza hata kukatisha kazi ya Mungu na wakasikizwa wao kwanza, kisha akaendelea baadaye na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Sivyo ndivyo tulivyo. Hello. Kuna mtu ananielewa? Sivyo ndivyo tulivyo. Muamshe jirani yako. Bwana asifiwe. Hivyo si ndivyo tulivyo. Tuko tayari tukapishe kazi ya Mungu kwa sababu ya mambo yetu wenyewe. Bwana asifiwe. Tuko tayari tukapishe safari ya mbinguni, tukapishe safari ya wokovu kwa sababu ya kwa sababu ya faida zetu wenyewe. Bwana asifiwe sana. Sivyo ndivyo tulivyo. Nitawasemea kama hamsemi. Bwana asifiwe. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akatumwa Asha. Bwana asifiwe. Nenda mwambie yule tunamtaka acha na hayo mambo yanafanya, aje kwanza. Bwana asifiwe. Naye akaja kweli. Bwana asifiwe sana. Ndugu zako, mama yako na ndugu zako wanakuhitaji pale nje. Amesema uache hiki chenye unakifanya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Alisema nini? Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Mama yangu ni nani na ndugu zangu ni... Yesu alikuwa na majibu ya kiburi. Anasema kiburi. Yesu alikuwa na kiburi. Wewe unaweza kumjibu mama yako hivyo? Asifiwe. Wewe ni nani? Mama yangu ni nani kwani wewe? Ndugu zangu ni akina nani? Asifiwe. Amen. Unaweza kutamka jambo kama hilo kwa wazazi wako. Kwa sababu gani? Mazoea. Asifiwe. Kwa sababu yale mazoea tu ndio yanakufanya hauwezi fanya kazi ya Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Akawanyoshea mikono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. Tazama mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakaye yafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Mungu. Sikuniita wakati ninafanya ibada ya Mungu. Bwana asifiwe. Sikuniita wakati ni katika wito wa Mungu wangu. Sitakusikia. Bwana asifiwe. Baba. Nasikia nini? Bwana asifiwe. Amen. Ni neno nilichunga. Usiniita wakati ninafanya ibada. Bwana asifiwe sana. Tanilani. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna mtu anasikia lakini. Amina. Mama yangu, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, baba yangu ni yule anayefanya mapenzi ya Mungu. Hebu rudia mstari.
Hawakusikia, walikuwa wamelala. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Amen. Yeyote atakaye, ni wangapi wako na Biblia? Ni wangapi wanaona hayo maandiko? Kuna mtu ambaye anayaona kwa Biblia yake sahihi? Nyosha mkono kama unayaona. Nataka usome kwa pamoja hayo maandiko hapo, kwa maana anzeni. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumejijibu. Haleluya. Katika kazi ya Mungu hakuna mazoea, hakuna utamaduni. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kile, yani mazoea yako ni ile kazi ya Mungu uifanye. Mapenzi ya Mungu ndio mazoea yako kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yanasema yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye dada yangu, ndiye mama yangu, ndiye mzazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe sikiza hayo majibu anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe leo hii unaweza kuwa umeitwa ukafulie na ni masaa ya ibada. Nasema hukufulia ni shilingi 100. Unasema ngoja niende kufulia huko ibadani, nitaenda kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipi ambacho umekiabudu hapo? Si mjijibu. Umeabudu nini? 100. Bwana Yesu asifiwe. 100 itakufikisha mbinguni? Ndugu, wananielewa kweli leo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mtu lakini ananipata, niongaribu kumaliza. Nitayarisheni. Mimi ninamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema sikai sana, ni venye tu nataka watu waelewe, ndio maana kidogo nimekaa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akajibu akawaambia, yeyote anayefanya leo mapenzi ya Mungu, huyo ndiye wangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye mtu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu gani kitanitenda Yesu Mwokozi wangu? Amen. Ni kitu gani? 100. Ni kitu gani? Story. Kitu gani? Umbea. Si hivyo? Kitu gani? Uzinzi. Kitu gani? Uasherati. Hivyo ndivyo vinavyotutenga leo hii katika nyumba ya Mungu na Yesu Mwokozi wetu. Mazoea, utamaduni. Bwana Yesu asifiwe. Tamaduni yako ni kwa Mungu. Ninamjua huyu hawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikwambie, kama wewe ni mtumishi, neno hili lisikose kinywani mwako. Kama unatambua wewe ni mtumishi na Mungu amekuita, haijalishi wanakutambua kiwango gani, haijalishi wanajua kiundani wako kiasi gani, tambua ya kwamba wewe ni mtumishi. Masomo husema no matter how they know about me, I'm used by God. I'm a servant of God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Haijalishi wanakutambua kiwango gani, wanajua ndani wangu, wanajua udhaifu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo vinaharibu ama vinaleta mazoea ndani ya mtu. Vitu hivi, moja ni kujua background ya mtu. Wakati ninapojua background ama ninapojua mazingira ya mtu anavyoishi na anachofanya, inaleta mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo moja ambalo linaleta mazoea. Lingine, kujua udhaifu wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo mawili yanaleta mazoea ndani ya mtu fulani, kwa sababu ninajua udhaifu wake yule. Bwana Yesu asifiwe.
Sijana nilimwona pale. Wapi? Pale nilimwona pale. Bwana asifiwe. Yule si alikuwa anafanya hivi. Jana kitu kidogo tu akasirika. Bwana asifiwe sana. Yule ni mtu wa hivi yule. Ninamjua ndani mwake. Ninajua udhaifu wake. Yule ukifanya hivi umemweza. Ninajua udhaifu wake. Utakuwa na nguvu za Mungu hapo. Haijali nguvu za Mungu ziko, lakini zinazuia na ile mazoea ambayo umeyabeba kutokana na yule mtu. Anza sana. Mwambie mwenzako sitaki unizoee. Kuanzia leo. Amsema. Kuanzia leo. Sitaki mazoea. Kuanzia leo. Sitaki mazoea. Wewe mnaniambia mimi mara mnaniangalia mimi nimesema angalia yule jirani yako. Anza sana. Unajua shida ni venye mmezoeana na hata kumwangalia ni vigumu. Bwana sasa muangalie. Bwana sasa sana. Kuanzia leo. Sitaki mazoea. Amen. Mazoea yanaua huduma ndani yako. Mazoea yanaua nguvu za mazoea yatakusababisha wewe utende dhambi na urudi mbele za Mungu na ukimwimbia Mungu bila kutubu. Bwana asifiwe. Hayo ni mazoea. Nimemzoea huyo. Bali sinaweza kuenda tena nikafanya mambo yangu. Waimbaji tusonge hapa mbele. Ninaweza kuenda na nikafanya mambo yangu na bado nikaenda kanisani. Bwana asifiwe. Ninaweza enda na nikalala na mwanamke asiyekuwa wangu na bado nikasimama. Ninaweza enda na nikalala na mwanaume si mume wangu na bado nikaingia katika kanisa. Hivyo ndio nimezoea. Bwana asifiwe. Wewe ndio kiongozi wa wale wenye huwa wanafanya yale mambo machafu. Bwana asifiwe. Waimbaji tusonge hapa mbele. Naambia mimi sitachukua muda mrefu. Nimechukua muda kidogo kwa sababu nataka watu waweze kuelewa. Ondoa mazoea na mtumishi wa Mungu ndani yako. Ondoa mazoea katika huduma. Bwana asifiwe. Ukitaka kufaulu katika maisha yako, ondoa mazoea, usizoee. Bwana asifiwe. Daudi anasema ya kwamba tangu ni mdogo hadi nimekuwa mkubwa sijaona mwenye haki ameachwa. Bwana asifiwe. Bado Mungu unanishangaza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Hajamzoea, yani hakujenga mazoea na Mungu. Amezoea kumtenda dhambi, anarudi kwa machozi na anamwomba Mungu ya kwamba nisamehe. Usiruhusu roho yako ikaondoka ndani yangu. Bwana asifiwe. Leo hii tunaruhusu roho wa Mungu aondoke katika maisha yetu na tunafanya mambo machafu, tunafanya matendo mabaya tukisema sisi ni Wakristo na tunaenda mbinguni. Mbingu ipi? Wewe ni jehanamu ndipo ambapo unaelekea. Bwana asifiwe. Si wajaji, naongea ile kweli. Bwana asifiwe sana. Tunajichagulia pale kwa kuenda wenyewe tukiwa na akili timamu, kwa sababu ya matendo yetu ambayo tunayaelekeza kwa Mungu yasiyokuwa na faida wala manufaa yoyote. Ndio maana imesababisha hatuoni wokovu wa Mungu ndani yetu. Leo hii ondoa mazoea katika kazi ya Mungu. Ondoa mazoea, jiheshimu wewe mwenyewe kwanza popote utakapokuwa. Bwana asifiwe. Tusimame. Naomba